Lengo kubwa la ziara hii ni kukagua ujenzi huu unavyoendelea kwenye mkoa wetu huu wa Arusha. Niwashukuru sana Mheshimiwa Rais, wewe na timu yako kwa namna mnavyofuatilia ujenzi huu kwenye eneo hili la bondeni. Ni kazi kubwa na tumeona hadi sasa, nimeambiwa kazi hii hapa imefika 40%. Lakini pia kwa package nzima ya stendi, soko mawili na bustani viko 25%. Bado hatujaenda sana. Kwa hivyo rai yangu ni kwamba fedha hizi ambazo zimeletwa, Mheshimiwa Rais amehakikisha kwamba tunapata fedha hizi kwa ajili ya miradi hii. Kwanza tufanye kazi hii kwa wakati. Ninafahamu mmeniambia kwamba mradi huu unatakiwa package zote zinatakiwa kuisha Mei mwaka 2026. Ninyi wote mnafahamu kwamba mwaka 2027 tuna AFCON na Arusha ni moja ya maeneo ambayo michezo ile itakuja kufanyika hapa. Stendi kama hii itatusaidia sana kuondoa foleni ambazo zipo kule mjini. Kule kutakuwa na watu wanapita, watu ni wengi waliokuja wa kimataifa toka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunahitaji ile foleni kule iliyopo mjini iondoke. Na ili iondoke maana yake tuwe tumemaliza hii stendi. Lakini pia nielekeze tena kwamba tuna miradi Mheshimiwa Rais ya namna hii kwenye miji kwa sasa hivi, kwenye miji 27 ambayo kazi za namna hii zinaendelea. Kuna wengine wako mbele, kuna wengine wako nyuma sana. Sasa nielekeze kitu kingine hapa kwamba wale wote ambao mkataba wao umeisha wamepewa extension, wakatwe liquidated damage bila kuona huruma, kwa sababu sisi tumewalipa na wamekuja kufanya kazi, hawakufanya kwa muda wao wanaotakiwa kufanya. Kwa hiyo kama hamjaanza hii, natoa wito kwa kazi zote zinazoendelea, kama kuna mkandarasi ambaye ameomba extension, muda wa mkataba umeisha na ameomba extension, hiyo extension aendelee kukatwa liquidated damage. Hii itasaidia sana pia kufanya hizi kazi ziende kwa uharaka. Ni wazi kwamba miradi hii ni muhimu, ni mikubwa kwa mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba sisi tuko hapa, tutaendelea kusimamia kile ambacho umetuelekeza kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati. Nilipokuja Oktoba 13 niliwaambia hivyo hivyo. Tunatarajia wananchi waanze kuenjoy miradi hii yote. Na nabeba dhamana hiyo kwa niaba makofi, amebeba dhamana kubwa kwa niaba ya wote. Na unajua mtu anayebeba dhamana ni kama faru sasa aliyejeruhiwa. Kwa hiyo nitasimamia kwa nguvu zote kuhakikisha miradi hii inakamilika.